Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania wenzangu, awali ya yote ningechukua nafasi hii kujitambulisha. Mimi naitwa Philip Gabriel Masokelo, ni naibu katibu wa Umoja wa Walimu Wasio na Ajira NETO. Kwa niaba ya viongozi wenzangu, naomba nitumie fursa hii kuwasilisha taarifa ya kikao kilichofanyika tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025 baina ya viongozi wa serikali na Umoja wa Walimu Wasio na Ajira NETO. Nasimama mbele yenu si kama mwanasiasa, nasimama mbele yenu kama mwalimu kijana wa Kitanzania niliyechoka kuahidiwa na kusauliwa. Naomba kutumia fursa hii kuwapa taarifa ya kikao tulichofanya tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025. Najua wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi kwamba NETO ilienda wapi? Nini kinaendelea? Na wengi kumekuwa na maswali mengi, wanadhani kuwa labda tuliajiriwa baada ya kikao na serikali. Lakini pia kumekuwepo na maswali mengi juu ya ukimya wetu toka tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025. Hivyo kwa kuzingatia kifungu cha 18 cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2005, kila mtu ana haki na uhuru wa kujieleza, kutafuta, kupokea na kutoa habari, mawazo kwa njia yoyote bila kujali mipaka ya nchi na bila kuingiliwa na mtu mwingine yoyote. Kwa kuzingatia hilo, ni haki yetu kutoa taarifa kwa umma juu ya kile kilichoendelea wakati na baada ya siku 45 ambazo tuliahidiwa na serikali baada ya kuwasilisha makala ya Umoja wa Walimu Wasio na Ajira. Walitoa muda wa siku 45 kuweza kuifanyia kazi. Bila shaka mtakuwa mnakumbuka kuwa mnamo tarehe 12 Machi 2025 viongozi na wajumbe wa NETO kutoka mikoa mbalimbali nchini walipata fursa ya kufanya kikao na viongozi wa serikali kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusu changamoto za ajira kwa walimu. Kikao hicho kiliongozwa na aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, akishirikiana na aliyekuwa naibu waziri wa utumishi Mheshimiwa Deus Clement Sangu, na kwa upande wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia waliohudhuria alikuwa ni Waziri wa Elimu Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda pamoja na naibu waziri Mheshimiwa Mari J. Kipanga. Viongozi wengine waliohudhuria katika kikao hicho muhimu walikuwa ni Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Bwana Juma Mkomi, Naibu Katibu Mkuu Utumishi Bwana Shavia Mlope Daudi, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Profesa Caroline Nombo, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Profesa Daniel Mushi, pamoja na Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma Bwana Miki Kiriba. Baada ya mawasilisho yaliyotolewa na NETO pamoja na majadiliano yaliyofanyika, Waziri wa Utumishi wakati ule Mheshimiwa George Boniface Simbachawene alimwagiza Katibu Mkuu Utumishi Bwana Juma Mkomi kuunda timu maalum ya wataalamu itakayojumuisha wawakilishi kutoka wizara 5. Baada ya kikao kile na kuwasilisha hoja zetu, Mheshimiwa Waziri Boniface Simbachawene alimwagiza Katibu Mkuu kuunda timu ya wataalamu kutoka wizara 5 ambazo ilikuwa Wizara ya Fedha, Wizara ya Elimu, Wizara ya Utumishi, Wizara ya Mipango na Uwekezaji pamoja na Wizara ya TAMISEMI, ili wachambue makala ambayo tulikuwa tumeiwasilisha na kujibu hoja ambazo tulikuwa tumeziwasilisha katika makala ile. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa masikitiko makubwa tunapenda kuwafahamisha kwamba muda wa siku 45 ambazo serikali ilituahidi kukamilisha mchakato wa kupitia na kutoa mrejesho kuhusu hoja tulizowasilisha NETO ulifika ukomo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kutolewa mrejesho wowote rasmi. Nadhani ndio sababu pia ya kuwa kimya kwa muda mrefu tukisubiri waweze kujibu hoja, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo katika kipindi hicho chote viongozi wa NETO hawakusita kutekeleza wajibu wao wa kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa. Tulitumia njia mbalimbali kuwafikia viongozi wenye dhamana
ikiwemo mawasiliano ya simu, barua rasmi pamoja na kufika katika ofisi husika kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa lengo la kupata taarifa kuhusu hatua zilizokuwa zimefikiwa. Aidha, hata baada ya kukamilika kwa uchaguzi mkuu na kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri, NETO iliendelea kuonyesha utayari wa kushirikiana na serikali. Viongozi wetu waliandaa na kuwasilisha barua rasmi kwa waziri mpya wa ofisi ya rais, waziri mpya wa ofisi, waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, wakimuomba aendelee mchakato wa kushughulikia hoja zetu. Vile barua nyingine iliwasilishwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, tukimuomba aendelee kushirikiana na Wizara ya Utumishi katika kutafuta suluhisho la kudumu la hoja zetu kwa kuzingatia ahadi na maelekezo aliyoyatoa alipokuwa waziri mwenye dhamana wa Wizara ya Utumishi. Hapa mtakumbuka baada ya kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri, aliyekuwa waziri wa Utumishi Mheshimiwa George Boniface Simbachawene aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani, na nafasi aliyokuwa akiongoza kama waziri wa ofisi ya nchi aliteuliwa waziri mwingine ambaye alikuwa ni Ridhiwani Kikwete. Na mimi mwenyewe niliwasilisha zile barua tukimuomba kwamba tukimpa taarifa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete kwamba kuna hoja tuliwasilisha, kuna makala tuliwasilisha, kwa hiyo ilitolewa maelekezo hizo kufanywa kazi. Lakini kwa waziri wa mambo ya ndani ambaye ndio alikuwa Boniface Simbachawene, tulimwandikia barua kumuomba kwamba aendelee kutusaidia kutekeleza yale maagizo ambayo alikuwa ameyatoa katika kikao cha tarehe 12 mwezi wa 3 2025. Hivyo, pamoja na jitihada zote hizo zilizofanywa kwa njia ya kistaarabu na heshima na kwa kuzingatia misingi ya ushirikiano na serikali, hadi wakati huu NETO haijapokea mrejesho rasmi kuhusu utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa wala hatua iliyofikiwa na timu ya wataalamu iliyoelekezwa kuundwa. Ukimya huo umeibua hisia na tafsiri mbalimbali miongoni mwa walimu na Watanzania kwa ujumla, kiasi cha baadhi yao kuanza kuamini kuwa huenda ilikuwa ni makosa makubwa kufanya maridhiano na serikali au kutambua falsafa ya 4R za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, hali hii imepelekea baadhi ya walimu na wananchi kudhani kuwa serikali iliamua kuwanyamazisha viongozi wetu kwa kuwaonga ajira, jambo ambalo si kweli. Kama tungepata majibu kwa wakati, sintofahamu kuhusu madai ya hongo au vitisho baina ya pande mbili zilizokutana tarehe 12 Machi 2025 ingeondoka kabisa. Vile ukimya huu umefanya viongozi kubeba lawama na kuonekana kama wasaliti mbele ya kundi kubwa la walimu wasio na ajira, wahitimu na wananchi kwa ujumla. Hasa ikizingatiwa kuwa baada ya siku 45 hakuna majibu yoyote yaliyotolewa na serikali. Hapa kwa kweli tumekuwa tukipokea lawama sana kutoka kwa wenzetu. Wanahisi kama ilikuwa ni makosa kukubali kwenda kukaa kikao pamoja na serikali, kwani wengi wao waliamini kwamba huenda kikao kile kingekuwa na mafanikio, lakini mpaka sasa hakuna chochote kilichofanyika. Aidha, ukimya huo unatoa tafsiri kwamba serikali haiko tayari au imeshindwa kutatua changamoto ya ajira nchini, licha ya ukweli kwamba NETO iliwasilisha mapendekezo ya namna ambayo changamoto hiyo ingeweza kushughulikiwa kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, tabia ya kupuuza maoni, ushauri na mapendekezo yanayotolewa na makundi mbalimbali katika jamii huacha mwanya na kuchochea wale wanaodai haki zao kufikiria njia nyingine za kudai haki pale meza ya mazungumzo zinapopuuzwa au kukaliwa kimya. Kwa hapa, kama watu mnakaa meza moja kuzungumza wafanyii kazi, mimi nafikiri inatoa mwanya mtu kufikiria njia nyingine ya kwanza kudai haki. Ndio maana tunaona hata matukio ambayo watu wanahamasisha maandamano kwa sababu ya kukaa meza moja, mazungumzo yanafanyika lakini utekelezaji unakuwa hamna. Kwa hiyo inapelekea mtu kufikiria njia nyingine ya kufanya ili kupata haki yake. Baada ya kusema hayo, naomba niseme kidogo nini kilifanyika baada ya siku 45 kuisha. Baada ya siku 45, viongozi wa NETO tulikusanya maoni juu ya nini kifanyike ili tuweze kujibiwa. Asilimia 60 ya wanachama wake walipendekeza viongozi
tuitishe maandamano ya amani nchi nzima, na 15% walipendekeza tuombe kukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku 20% walipendekeza NETO isajiliwe kuwa taasisi ili kubuni miradi itakayosimamiwa na kuendesha na wahitimu wasio na ajira nchi nzima, na 5% wao walikuwa tayari kwa njia yoyote tutakayotumia wangeunga mkono. Hivyo kutokana na hali ya kisiasa na ratiba ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025, viongozi tuliamua kuchukua pendekezo la kusajili NETO kuwa taasisi itakayoshughulika na changamoto za ajira za wahitimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kada zote, na tulianza mara moja utekelezaji wa wazo hili, ikiwemo kuandaa katiba na usajili rasmi wa NETO. Mchakato huu wa usajili ulianza rasmi mkoa wa Pwani, halmashauri ya Kibaha, ukisimamiwa na mwenyekiti Paul Joseph Kaeza na katibu mkuu Daniel Diga Mkinga. Hata hivyo, juhudi hizi hazijazaa matunda licha ya ufuatiliaji na vikao vya mara kwa mara kati ya viongozi wa NETO na uongozi wa wilaya ya Kibaha chini ya mkuu wa wilaya ya Kibaha Mheshimiwa Nixon Simon. Licha ya kufuata taratibu zote za kisheria kusajili NETO, hakuna kitu hata kimoja serikali kupitia halmashauri ya Kibaha imefanyia kazi toka tulipoanza mchakato huu wa kusajili NETO mwezi Juni mwaka 2025. Ni wazi kwamba uongozi wa halmashauri ya Kibaha bado hujaonyesha nia ya kutusaidia kusajili NETO, na ndio maana tumeamua kutoa hii taarifa kwenu na kwa wananchi na walimu wenzetu ambao bado wanahangaika kutafuta ajira, ili waweze kufahamu jitihada tulizofanya baada ya siku 45 kuisha. Baada ya kusema hayo, pia tulikuwa na mapendekezo ya ziada ambayo tunatamani ingefanywa kazi. Pendekezo la kwanza, NETO tunaomba kikao cha mazungumzo kati ya makamu wa rais au waziri mkuu ili tuwasilishe moja kwa moja changamoto na mapendekezo yetu. Na hapa sisi NETO tuko tayari kuratibu walimu wenzetu ambao wako mtaani mpaka leo wa muda mrefu kwa 2015 mpaka leo hapo. Tupo tayari kuratibu kama serikali itaridhia kukaa tena na kikao hiki, na tunatamani kihusishe walimu wote. Wanaweza kaamua labda tufanye katika mikoa, baadhi ya mikoa, labda mikoa miwili, kwa mfano Dodoma, Dar es Salaam, ambapo ndio tuna walimu wengi. Tukae tuzungumze, tujadiliane ni kwa namna gani wanaweza wakatatua hili tatizo kwa wahitimu ambao wamemaliza muda mrefu na wako mtaani, licha ya kuwa kwamba wanafanya application, wanatuma maombi, lakini hawajafanikiwa kupata ajira. Na hii yote ni kwa sababu ya uchache wa ajira ambazo zinatolewa. Pendekezo namba 2, tunaomba bunge lijadili na kuazimia idadi ya ajira rasmi serikalini zisizopungua 80,000 kila mwaka, ili vijana wengi wenye taaluma mbalimbali wakiwemo walimu wapate fursa ya kuajiriwa. Hapa nafikiri sasa imefika wakati sasa bunge na wenyewe lijikomiti, lipendekeze angalau ajira kila mwaka zianzie 80,000. Kwa bajeti ya mwaka huu nimeona wametenga kwa ajili ya walimu takriban 40,000. Sasa walimu 40,000, ajira 40,000 ni chache mno. Ni chache ukilinganisha waombaji wanatoka kada zote ni wengi. Kwa angalau sasa basi wajikomiti, waweke idadi kubwa ili watu waweze kuomba ajira. Kwa bunge watusaidie, waheshimiwa wabunge watusaidie kujadili hili na kuazimia angalau ajira zio zinaanzia 80,000 na kuendelea. Pendekezo namba 3, tunaomba serikali kuruhusu NETO isajiliwe kuwa taasisi ya vijana itakayokuwa inashughulika na changamoto za ajira kwa wahitimu wote. Pendekezo namba 4, NETO bado tunawasisitiza viongozi wote waliopewa jukumu la kujibu makala ya kwanza wajitokeze kujibu hoja. Pendekezo la 5, NETO inapendekeza kiwango cha mshahara kwa walimu wa ajira za mikataba ziwe sawa na walimu wa ajira za kudumu. Juzi kati mmewasikia wale ambao walikuwa walimu wa mikataba wakilalamikia maslahi yao ya kutolipwa vizuri, na waliajiriwa na TAMISEMI.
lakini mikataba wanalipwa na wazazi tena. Kwa hiyo mikataba, nafikiri wale walimu wa mikataba alitoa taarifa kupitia vyombo vya habari na hatujaona hata kama ikifanywa kazi, jambo ambalo sio sawa. Bado NETO inapinga kuajiri walimu wa kujitolea kutokana na malipo duni, lakini pia ndio sababu inayofanya serikali isitoe ajira za kudumu. Jambo lingine, NETO tunaendelea kupinga vikali swala la ufanyikaji wa usaili kutokana na kutokuwepo na usawa baina ya wasailiwa na changamoto nyingine tulizoainisha katika makala iliyopita. NETO tunatambua sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 inataka ajira zipatikane kwa ushindani, lakini utaratibu wake ndio mbovu. NETO tutaunga mkono swala la usaili hadi mambo yafuatayo yafanywe kazi. Swala la kwanza, Secretariat ya ajira kuandaa utaratibu wa kukutana na wahitimu wote kama ambavyo kanuni ya uendeshaji wa shughuli za Secretariat ya ajira inavyosema. Viongozi inavyosema kwamba kila mwaka Secretariat ya ajira itakutana na waajiri, viongozi wa vyuo, wanavyuo na wahitimu wa vyuo ili kuwafahamisha kuhusu fursa za ajira zinazopatikana katika utumishi wa umma. Kwenye hii kanuni inataka Secretariat ya ajira iwe inakutana na wahitimu pamoja na waajiri ili kujadili fursa za ajira, lakini Secretariat ya ajira imekuwa haifanyi hivyo. Kwa hiyo tunaomba waanze kufanyia hiyo kazi mara moja, wakutana na wahitimu, tuzungumze, tuone namna gani tunaweza tukatusaidia. Jambo lingine, tunaomba kanzidata iwe wazi au database. Kanuni ya 19 ya uendeshaji wa shughuli za Secretariat ya ajira inasema kwamba serikali itaandaa kanzidata za aina 3 ambazo ni wahitimu wa vyuo na wataalamu waliofaulu usaili na watu waliopangiwa vituo vya kazi. Kwa hiyo hapa tunaiomba orodha ile ya watu wanaofaulu usaili wa mahojiano iwe wazi, kwa sababu hicho kimekuwa kikitumika kama kichaka, watu wanapata ajira pasipo kufanya usaili. Kwa hiyo tunataka orodha iwe wazi ili kubaini ni mtu gani ambaye anaweza kupata ajira pasipo kufanya usaili. Jambo lingine tunalohitaji, tunaomba ifanyike tathmini upya ya upungufu wa walimu. Serikali kupitia Wizara ya Elimu ifanye tathmini upya ya upungufu wa walimu kwa kila somo, kubaini idadi halisi ya walimu wanaotakiwa kufundisha masomo husika. Jambo lingine, tunaomba mfumo wa usaili uboreshwe. Kuboresha mfumo wa usaili kwa njia ya mtandao utoe matokeo papo hapo mara baada ya msailiwa kumaliza mtihani wake au muda wa usaili kuisha. Hapa kwa wale ambao tumekuwa tukifanya usaili kwa njia ya mtandao, unafanya mtihani, baada ya mtihani unasubiri tena ili wakompile matokeo, na tumekuwa na mashaka kwamba mtu anakuwa na wasiwasi kwamba alama anazopata huenda sio sahihi. Kwa ili kupunguza ili swala la watu kuwa na doubt, tulikuwa tunaomba waboreshe mfumo ili kusudi mtu ukifanya usaili baada tu ya muda kumaliza au kusubmit mtihani wako, matokeo yaonekane hapo hapo, ili ibaki kazi ya kucompile, mtu alinganisha alama alizoziona wakati anafanya mtihani na alama ambazo jumuishi za jumla aweze kuziona. Lakini pendekezo lingine, tunahitaji ajira za walimu ziongezwe angalau hata 60,000 kila mwaka, kwa sababu walimu waliopo mtaani ni wengi sana. Na katika hili, kama mtapata nafasi ya kusoma waraka wa kwanza tuliowasilisha, tumeelezea ni kwa namna gani serikali inaweza ikaweza kuajiri walimu wengi zaidi. Jambo lingine ambalo wahitimu wengi wanalihitaji
Usaili uzingatie mwaka wa kuhitimu vyuo. Usaili wahusu wahitimu waliotangulia kuhitimu vyuo na kufuatiwa na wengine. Haikubaliki na sio haki mtu kukaa muda mrefu alafu anashindanishwa na mtu aliyemaliza hivi karibuni. Hapa ukirejea makala ya kwanza pia tulisisitiza sana kwamba ajira hata kama ambavyo sheria ya utumishi inataka kwamba ajira zipatikane kwa ushindani, basi utaratibu wake uwe mzuri ili watu wanapoenda kwenye usaili walizike. Kwa mfano, usaili ukifanyika kwa kuzingatia mwaka wa kuhitimu vyuo utasaidia kuondoa gap la watu ambao wamekaa mtaani muda mrefu. Na watu ambao wanamaliza hivi karibuni wana nafasi nyingi za kuomba, tofauti na mtu ambaye amekaa muda mrefu mtaani ambaye hawezi hata kuomba scholarship ambao sasa hivi umri wake unaweza kukuta umeshavuka, na kadri muda unavyoenda ndio sifa ya kuomba ajira inafanya nini, inapungua. Kwa hiyo bado tunasisitiza usaili zingatie mwaka wa kuhitimu vyuo. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona lifanyiwe kazi kuhusiana na usaili ni kutoa nafasi ya pili na haki kwa wasailiwa ambao hawakupata nafasi ya kufanya usaili siku na tarehe usaili iliyopangwa kutokana na dharura isiyoepukika. Kwa mfano, kama tunavyojua kwamba ajira sasa hivi zinapatikana kwa ushindani na kwa njia ya interview. Sasa inatokea mtu siku aliyopangiwa interview amepata changamoto, aidha anaumwa au ajali na vitu kama hivyo. Hana nafasi tena ya kuweza kufanya usaili. Hana nafasi tena ya kuweza kuomba ajira. Inampasa asubiri mwaka mwingine, kitu ambacho kinamnyima fursa mtu kupata haki yake ya kuajiriwa. Kwa hiyo tunatamani kama inawezekana kuwepo na nafasi ya pili ya mtu kufanya usaili kama itakuwa usaili wa kwanza kuweza kufanya. Na jambo la mwisho, wahitimu wengi wanatamani kuona ifike wakati sasa serikali ianze kuwalipa wahitimu ambao wanakosa nafasi ya kuajiriwa. NETO inapendekeza wahitimu wanaokosa nafasi ya kuajiriwa walipwe nusu ya mshahara kulingana na kiwango chake cha elimu. Baada ya hapo, naomba kuhitimisha kwa kusema kwamba NETO bado itaendelea kusimamia malengo yake ya kudai haki ya kuajiriwa pasipo kuvunja sheria za nchi au kuhatarisha na kuvuruga utulivu wa nchi yetu. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kufika mahali hapa. Mimi nafikiri wasilisho langu limefikia mwisho. Nikaribishe maswali kama kutakuwa na maswali kabla hatujahitimisha. Karibuni. Labda mimi nianze kwanza na hili. Ndio. Sijui kama tutakuwa nimepitwa labda kama nikisema, lakini nitaka kufahamu leo mmetwita ule muda ambao mlikuwa mmetoa kwa serikali ulipita. Katika siku za karibuni mlijaribu tena labda kuwatafuta wenye mamlaka na wakajibu nini kabla hajakutana na sisi? Okay. Na nafikiri tumekuwa tukifanya mawasiliano kama nilivyowaambia, na mawasiliano yamekuwa ya njia tofauti ikiwemo kupiga simu. Mwenyekiti na katibu walikuwa wanafanya mawasiliano ya moja kwa moja na waziri wakati ule Joseph Kaeza na Daniel Mkingi. Walikuwa wanafanya mawasiliano ya moja kwa moja, lakini hatukuweza kufanikiwa kujibiwa. Na mimi mara ya mwisho sasa ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 11 ambapo niliwasilisha barua mwaka jana tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka jana niliwasilisha barua kwa ofisi ya waziri wa utumishi Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete pamoja na ofisi ya waziri wakati ule Mheshimiwa Boniface Chimba Chawene, ili aweze kuendelea na ule utaratibu na ile ahadi ambayo alikuwa ameahidi kwamba hii timu, mpaka leo sisi hatujui kama timu iliundwa au haikuundwa kwa sababu hatujapewa majibu. Na tulifuatilia sana. Imefikia hatua sasa
unachoka. Ndio maana tumerudi tena public kufahamisha huko kwamba nini kiliendelea, na wengi walikuwa na maswali kwamba huenda sisi tumekaa kimya kwa sababu labda tumeajiriwa, na ndio wengi walikuwa naamini hivyo. Jitihada tumefanya. Nadhani nitakuwa nimejibu swali lako. Moja ya kitu ambacho serikali huwa haipendi ni kuona inashurutishwa. Na sisi tulipokuwa kwenye kikao wakati ule tulijaribu kuwa wakali. Yaani lugha ilikuwa ya ukali sana. Wakatuambia jamani, hata mkiongea kwa upole tunawaelewa. Kwa hiyo naamini upole wetu huu watatuelewa. Na kuhusiana na muda hatujaweka ukomo kwamba ni lini, lakini tunatamani sana. Huu ni mwezi wa 7. Tunatamani sana ndani ya mwezi huu hata kufikia tarehe 20 tuwe tumezungumza na mmoja ya viongozi mkubwa, waziri mkuu au makamu wa rais kama itampendeza. Tunatamani iwe hivyo. Kuhusu maamuzi tutachukua hatua gani, nafikiri hicho ni kikao cha pamoja. Tutakuja na maazimio tena kama wasipotujibu. Asante.